wa Singeli, msanii wa Bongo Flava ambaye amefanya show kubwa Violent Yanga hapa. Bwana Dogo Paten, kwanza hongera kwa show kali, pia heri ya mwaka mpya. Nini ambacho leo ulitegemea kufanyia Tanzania? Asante sana, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai tena tumeweza kukutana. Show leo ilikuwa ni kwa niaba ya kuhamasisha Tanzania dhidi ya timu ya taifa. Bahati nzuri ambayo kwa bahati yetu kwetu tumeweza kutoka, lakini nadhani watu wengi ambao tulivyocheza tulivyoperform vizuri, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Tanzania imepoteza leo na tumetolewa kwenye hatua 16 AFCON. Pamoja na hayo bado Watanzania wamefurahishwa na kiwango chao. Je, wewe mechi umeitazama na nini maoni yako? Sina cha kumlaumu Tanzania kwa sababu ukiangalia kiwazi wao tuzidi uwezo, au sio bwana? Na ukizingatia ni taifa kubwa kuliko sisi. Na hata ukiangalia mchezo ulivyocheza, tumecheza kwa naweza kusema kwa upande wangu ni 50-50 kwa sababu tumekosa magoli, wenyewe wametubahatisha, wametufunga. Bwana, nataka uniambie mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa namna gani kwenye game yako? Bwana, mwaka 2025 naweza kusema ni mwaka wangu ambao tangia nipo mdogo niliutabiria. Naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, yale ambayo wanasema niliwapanga 2025 ilitimia. Bado 2026 tunaendelea kumwomba Mungu tufanye makubwa zaidi. Nini ambacho Watanzania na wapenzi wa muziki wako wakitegemea mwaka 2026? Ni nyimbo kali tu, ni nyimbo kali, vitu tofauti tofauti. Mwaka jana kuna mazonge yalipita katikati kwa taifa letu, na kuna mahala mashabiki kama mashabiki wa muziki walisha kama harakati za kutokuwa support wasanii wa muziki na show zao. Leo umefanya show, Tanzania ni wengi wamekupokea. Ile vuguvugu la kutokuwa support wanamuziki ili kuumiza kwa muziki wako kidogo. Nadhani hasira tu, kila mtu alikuwa na hasira, Tanzania wengi walikuwa na hasira, lakini hata mimi mwenyewe sikutegemea kama inaweza kudumu, na haikudumu. Walifresh kwa sababu Tanzania ni watu ambao wanapenda amani na wanapenda burudani, kwa hiyo wasingeweza kukaa bila burudani, na namshukuru Mungu mpaka sasa hivi wana support burudani. Kwa DJ naambia mzee wangu kama bwana, wewe ndo DJ wa Singeli la muziki wa Tanzania ambaye unapendwa na unakubalika sana. Umri wako mdogo lakini kazi yako ni kubwa sana. Unaenjoy kufanya kazi na wapata ni kwa kiwango gani? Nafurahi sana, enjoy mno kutokana na atende nimeishi naye maisha ambayo sikuishi na mtu yoyote kimuziki. Kwa hiyo nafurahi ndugu yangu mpaka sasa hivi nafanya naye kazi kama hivi, unaona vibe kubwa, sauti kukauka. Unapata changamoto gani ukiwa unaenda kwenye show na Dogo Paten ana vibe sana? Wewe unafanya nini kukava ile ubora wake na wewe kufanya vitu vyako vizuri? Kubwa kama mashabiki walivyonizoea tu. Kumbuka mimi sishwagi vibe. Yaani katika kitu ambacho kinishagi mwilini ni vibe. Ndio maana hata sauti nakauka nini hivyo. Bwana, mimi ni neno moja kama mashabiki wa Paten na mashabiki wako. Sisi tunawapenda sana, tunaomba endelee kutusupport. Hatuna cha kuwalipa. Mungu awazidishie. Tunawapenda sana. Bwana Dogo Paten, kwa Tanzania unawaambia nini wa Tanzania sasa kwa ujumla? Kwanza napenda kuwashukuru kwa support yao. Nimeweza kuachia nyimbo yangu na account trending siku 11. Sio jambo dogo kwangu, ni jambo kubwa ukizingatia mimi bado msanii underground na chipukizi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa support yao. Show ngapi kwa mwaka huu? Naweza kusema show ya kwanza. Show ya kwanza kwa mwaka 2026. Show ya Mwembe Yanga. Na walipokupokea Tanzania imekupa nguvu. Vibe kubwa, vibe la kutosha. Au sio? Bwana, nikutakie safari njema na muziki bora kwa mwaka 2026. Asante sana. Shukrani sana. Chao.